Unakuta mwanaume unakorofishwa nyumbani, unaenda baa, unakunywa pombe, unabaki kusema mimi ananifanyia mama yani. Mamlaka hailalamiki. Unashusha brandi ya mwanaume. Yani ni kama mimi leo mkuu wa wilaya, Mheshimiwa Rais ameniteua, niko Kisarawe, mtumishi amefanya kazi, naenda ofisini naanza kulia, yani huyu Garabia anafanya hivi. Hufai kuwa DC, utakiwa utolewe tukuchape lock up. Kwa hiyo jambo la kwanza lazima ujue kwamba mwanaume ndani ya family, wewe ndo final say na mtu wa mwisho kutoa maamuzi, na chochote unachokisema ndani ya family kinatakiwa kitekelezwe. Na kama unashauriwa kwa staha na heshima, mwanaume hakosolewi. Hilo lazima ujue. Ukisha sema mke wangu mwisho saa 12 kurudi nyumbani, full stop. Hawezi kusema tena wewe mbona unarudi saa 4, mimi saa 5, sasa nikirudi utanifanyaje? Usijibizane naye. Umeshatoa maelekezo, nyamaza, tulia. Sasa unakuta mwingine anajibizana na mwanamke. Mamlaka. Lazima ulinde brandi ya mwanaume. Yes sir. Kama uwezi kulinda brandi ya mwanaume, turudishie sehemu zetu za siri uendelee. Hebu piga makofi mengi kwa DC. Mwanaume hatari kabisa. Ongeza makofi mengine kwa ajili ya DC. Na ndio maana na mimi nikamwambia ndugu yangu, kakaangu mpendwa sana, na mimi nilisema IPM, mimi nakupenda sana kakaangu. Umenyoka. Mwanaume hutakiwi kuwa na kona. Mwanaume hutakiwi kutoa ahadi unasema nitakufikiria, linawezekana. Yes, no, full stop. Yes sir.